Simulizi za kushtua za Wakenya wanne zimeibua hofu kuhusu hatari zinazowakabili vijana wa Kiafrika wanaovutiwa na ajira za kimataifa. Vijana hao wa Kenya wanasema walivutwa kwa ahadi za kazi nzuri, mishahara ya kuvutia na maisha bora nchini Urusi, lakini walipofika walipata ndoto kuagiza. Nyaraka zao zilikamatwa, walipewa mafunzo ya haraka ya kijeshi kisha kupelekwa mstari wa mbele wa mapigano nchini Ukraini, mahali ambapo mateso, majeraha na vifo vilikuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Kwa mujibu wa ripoti za serikali na mashirika ya habari, takribani Wakenya 200 wamejiunga na vikosi vya Urusi tangu mwaka 2022, wakijumuishwa vijana wanaotafuta maisha bora nchi za nje bila taarifa kamili juu ya hatari zinazoweza kuwakabili. Walioshuhudia hali hiyo wanasema baadhi ya vijana walikumbana na mashambulizi makali ya silaha nzito, maisha ya hatari mstari wa mbele vitani, na ukosefu wa mawasiliano ya mara kwa mara na familia zao nchini Kenya. Vijana wa Kenya waliothibitishwa kufariki hadi sasa ni 3. Majina yao ni Ombweli Dennis Bakanga, Wahome Simon Gititu na Clayton Nyapara Mogesa. Familia zao zenye hofu na uchungu zimeanza kampeni ya kuomba msaada wa serikali ya Kenya na jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha watoto wao wanarejeshwa salama. Wazazi wanadai kuwa watoto wao walidanganywa na kupelekwa katika vita vya kigeni, jambo lilogawa mioyo na kuacha alama zisizofutika ya mateso na huzuni. Wakenya hao waliorejea nyumbani wanasimulia mashambulizi ya moto wa silaha, majeraha makali na hali ya hatari waliopitia. Wanasema walishuhudia wenzao wakipoteza maisha kwa sababu walichukuliwa haraka kuingia mstari wa mbele bila maandalizi ya kutosha. Hali hiyo imeibua mjadala mkubwa kuhusu hatari za mitandao ya uajiri wa kimataifa na jinsi vijana wanavyoweza kulengwa kwa ahadi zisizo halali. Serikali ya Kenya imekuwa ikiwasiliana na wadau wa kimataifa ili kufuatilia hali hiyo na kutoa tahadhari kwa raia dhidi ya ajira zisizo rasmi katika nchi zilizo na migogoro ya kijeshi. Urusi bado haijatoa kauli rasmi kuhusu madai haya, na wataalamu wa masuala ya usalama wanasema tukio hilo linaonyesha wazi kuwa vijana wanapaswa kuwa makini wanapovutiwa na ajira za kigeni, kwani hatari ya kuingizwa katika migogoro ya kijeshi inaweza kuwa kubwa na kudumu kwa maisha yao yote. Habari hii si tu hadithi ya hofu, ni wito wa tahadhari, ushauri wa kisheria na hatua za dharura kutoka kwa serikali ili kuhakikisha raia wanabaki salama na wapelekwi katika mateso ya vita wanapofikiri wanatafuta maisha bora nje ya nchi.